Story sasa ya Mdogo Sajenti na Chino Kid ambaye hivi sasa ameingia kwenye ugomvi mkubwa sana, na nitakupa siri moja tu ambayo ulikuwa hujaifahamu. Mdogo Sajenti za chini ya kapeti amekuwa akizungumza na kumsema kwamba Chino Kid alikuwa akimnyanyasa, lakini pia alikuwa akitaka kuhusiana na swala zima la mokoto, na kwenye upande wa platform za Mdogo Sajenti, Chino Kid yeye pesa ndo azichukue kama meneja lakini pia kama CEO. Tunafahamu dhahiri kwamba Mdogo Sajenti alikuwa chini ya One Man Gang, lakini mwisho wa siku hatukuona kama kulikuwa na mikataba na wala ile exclusive labda ya mazungumzo kama Mdogo Sajenti rasmi sasa amesaini mkataba katika One Man Gang. Yani ulikuwa ni mkataba wa kimaneno, ndo maana Mdogo Sajenti naye kavunja mkataba kimaneno kama walivyokubaliana, na inavyoonekana kwamba kwa majibu na kwa maelekezo Mdogo Sajenti katika lebo ya One Man Gang, yani kiwalisia Chino Kid alikuwa anamtumia kama sehemu tu ya promotion katika show zake, na alikuwa anamtumia kama fursa ya kuendelea kubakia mjini, kwa sababu anafahamu dhahiri shairi kwamba Mdogo Sajenti yupo kwenye midomo ya watu, na pindi linapozungumzwa labda issue ama sakata la Dogo Pateni, basi ni lazima watu watagusia upande wa Mdogo Sajenti. Kwa hiyo wakaamini kitendo cha kumsaini kwenye lebo yake ya One Man Gang basi kitaendelea kumpa airtime kwenye mziki wa Tanzania. Sasa sijajua kwa wewe msikilizaji, mara baada ya kusikia ugomvi huu kati ya Chino Kid lakini pia na Mdogo Sajenti, kwa nafasi fulani kila moja amekosea kwa upande wake. Nikienda kwa Mdogo Sajenti amekosea kwa upande wake, lakini pia tukienda the same pia kwa Chino Kid na yeye kwa nafasi yake na yeye amezingua. Kwa hiyo hapa tunatoa 50 kwa 50, licha kama pia kuna baadhi ya watu wa karibu wanakuambia Mdogo Sajenti tatizo lake kiburi, na hicho ndio kilimfanya pia aweze kugombana na Dogo Pateni, licha kama pia hatofahamu madhaifu ya kila mmoja wao. Lakini kwa hii issue ya Chino Kid na yeye ndio ilipofikia mpaka hivi sasa hakuna mawasiliano tena.